Je, umewahi kujiuliza, mimi nakula kidogo sana lakini uzito wangu haupungui? Au labda umeacha soda, umepunguza wali, umepunguza chipsi, umeanza kula mara chache, lakini kila ukipima uzito hakuna mabadiliko. Watu wengi huamini kwamba siri ya kupunguza uzito ni kula kidogo tu, lakini ukweli ni kwamba kuna mambo mengi nyuma yake. Unaweza kula kidogo sana, lakini bado ukashindwa kuona matokeo unayoyataka. Na kinachoumiza zaidi, baadhi ya makosa haya watu hufanya kila siku bila kujua. Leo utaona makosa 10 makubwa yanayoweza kukuzuia kupunguza uzito hata kama unaona kula kidogo. Hakikisha unaangalia hadi mwisho, kwa sababu kosa la mwisho linafanywa na watu wengi kuliko unavyofikiria. Kama unavutiwa na mada za afya, lishe na ustawi kwa jumla, bonyeza alama subscribe kisha pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Kosa la kwanza, unakunywa kalori nyingi bila kujua. Watu wengi hufikiria chakula pekee ndicho huongeza uzito, lakini vinywaji vinaweza kuwa sehemu kubwa ya tatizo. Mfano wa siku ya kawaida: asubuhi chai yenye sukari nyingi, baadaye juisi, baadaye mchana soda, jioni kikombe kingine cha chai. Unaweza kudhani hujala sana, lakini tayari mwili umepokea nguvu nyingi sana. Tatizo kubwa ni kwamba vinywaji vingi havikupi hisia za kushiba. Ndiyo maana unaweza kunywa soda kubwa, halafu baada ya dakika chache bado ukataka kula. Suluhisho: kunywa maji zaidi, punguza sukari, punguza soda na tumia juisi kwa kiasi. Kosa la pili ni kuruka mlo. Watu wengi husema, ni kila mara moja kwa siku nitapungua haraka, lakini mara nyingi mwili hujibu tofauti. Ukikaa muda mrefu bila kula, mwili huongeza njaa, na unapoanza kula unaweza kula zaidi ya ulivyopanga. Mfano, asubuhi hukula chochote, mchana sahani kubwa, jioni tena unakula sahani sana kwa sababu njaa imezidi. Badala ya kusaidia, unaweza kujikuta unakula zaidi. Kosa la tatu, kukosa usingizi wa kutosha. Watu wengi hawafikirii usingizi unapohusishwa na uzito. Lakini mwili unapokosa usingizi unachoka haraka, unapata njaa zaidi na unatamani vyakula vya sukari nyingi. Ukiwa umechoka unaweza hata kushindwa kufanya mazoezi. Lala angalau masaa 7 mpaka 9 kila siku. Kosa la 4 ni kula kidogo kupita kiasi. Wengi husema, kuanzia leo nakula mara moja tu. Mwanzoni huona mabadiliko kidogo, lakini baadaye mwili hukosa nguvu, uchovu huongezeka na njaa huongezeka. Lengo si kuadhibu mwili, lengo ni kuboresha mtindo wa maisha. Kosa la 5, kutokula protini ya kutosha. Protini ni muhimu sana. Husaidia kushiba kwa muda mrefu, kujenga misuli na kudhibiti njaa. Vyakula vya protini ni pamoja na mayai, maharage, samaki, nyama, maziwa, karanga. Kabla ya kuendelea, kama unapenda kujifunza zaidi kuhusu mada za afya, kuna vitabu hivi ambavyo tumekuandalia. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha afya mama na mtoto. Utajifunza lishe ya mama mjamzito, ukuaji wa mtoto na malezi kwa afya. Inapatikana kwa shilingi 3,000 pekee. Magonjwa yasiyoambukiza. Utajifunza ugonjwa wa kisukari, shinikizo la damu, magonjwa ya moyo na namna ya kujikinga. Hiki kinapatikana kwa shilingi 5,000 pekee. Huduma ya kwanza, elimu ya msingi. Utajifunza huduma ya kwanza, namna ya kusaidia wakati wa dharura na maarifa muhimu ya afya. Kwa mawasiliano tupigie namba 0767443887. Sasa turudi kwenye makosa yaliyobaki. Kosa la 6, kutofanya mazoezi. Si lazima gym. Unaweza kutembea, kuruka kamba, kukimbia, kupanda ngazi. Dakika 30 kila siku zinaweza kusaidia sana. Kosa la 7, kula haraka sana. Ubongo
huhitaji muda kujua kwamba umeshiba. Ukila kwa haraka, unaweza kula chakula kingi kabla mwili haujatoa taarifa ya kushiba. Jaribu kutafuna vizuri, kula taratibu na kuepuka simu wakati wa kula. Kosa la 8, kutokunywa maji ya kutosha. Wakati mwingine si njaa, ni kiu. Mwili unaweza kuchanganya kiu na njaa. Jaribu kunywa maji kabla ya kula. Kosa la 9, kutegemea vyakula vya diet. Ukiona sugar free, low fat, usifikirie moja kwa moja ni bora kwa kupunguza uzito. Baadhi vinaweza bado kuwa na kalori nyingi. Kosa la 10 ni kukata tamaa haraka. Hili ndilo kosa ambalo watu wengi hufanya na ni kosa kubwa kuliko yote. Watu wengi huanza kwa nguvu wiki ya kwanza, mazoezi kila siku, wiki ya pili kupunguza chakula sana, na wiki ya 3 wanaacha. Hii haiwezi kusaidia, kwani kupunguza uzito ni safari. Mabadiliko madogo ya kila siku ndiyo huleta matokeo makubwa, sio mabadiliko ya ghafla. Sasa jiulize, kati ya makosa haya 10, ni lipi ulikuwa unafanya bila kujua? Niandikie kwenye comment section. Nimejifunza leo. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii kwa marafiki. Nikutakia siku njema na Mungu akubariki. Tukutane katika mada ijayo.